إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema bwana viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa ndugu katika imani, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika takwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo akiba bora, ndiyo akiba bora ambayo kwamba itawafaa watu siku ambayo kwamba watarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, leo ulimwengu unaishi katika matukio makubwa, mavutano makubwa, vita visivyokoma, na hasatan katika ardhi za Waislamu. Na kile tunachokiona katika mashambulizi ya Amerika na chombo cha kizayuni kwa ardhi ya Iran ni katika mwendelezo wa mavutano makubwa, na kila mmoja kutaka kuwa na mamlaka, kuwa na saitara. Amerika na chombo cha Kiyahudi wamefanya mashambulizi makubwa katika ardhi ya Iran, ambapo walilenga kambi za kijeshi, wakalenga sehemu tofauti tofauti za serikali na kuua viongozi wa kijeshi na kuua kiongozi mkuu Khomeini, ambaye kwamba ndiye anatambulika kwamba ndio murshidul a'la katika ardhi ya Iran. Ikhwani fillah, matukio kama haya yanafichua uhakika muhimu sana ambao kwamba lazima Waislamu wote katika ulimwengu wafahamu. Kwanza, dola kubwa hazitaharak ila kwa maslahi yake, na wala hazitambui dola dhaifu, na wala hazizipatii dola dhaifu uzani wowote. Angalia ni dola ngapi zilikuwa zikizunguka katika falaki ya Amerika na wakatumikia maslahi ya Amerika, kama uvamizi wa Iraq na uvamizi wa Afghanistan. Kisha baada ya kuisha dori yao, na wao wakawa ni wenye kuingiliwa, wakawa ni wenye kufungizwa, na mwisho kuvamiwa na kupigwa. Kwa hiyo tumeona baadhi ya dual namna ambayo kwamba waliweza kushirikiana na Amerika katika vita vyake dhidi ya Waislamu, na hii iko bayana katika kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala: alladhina yattakhidhuna alkafirina awliyaa min duni almu'minin ayabtaghuna 'indahum al'izza fa inna al'izzata lillahi jami'a. Wale ambao kwamba wanafanya kafirin kwa ndo washirika wao basi na waumini, basi Mwenyezi Mungu asema wanatafuta kwao izza. Izza iko kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, kitu ambacho kwamba kifahamike
ni kwamba izza haitafutwi kwa Amerika wala kwa Europe wala kwa dawla kafira. Innama al-izzatu lillahi jami'a, innama al-izzatu lillahi wahda. Izza ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini waqi wa umma leo ni waqi mu'min, ni waqi wenye kutia uchungu. Bilad za Kiislamu zimekuwa ni duwala mutafarriqa, dola zilizogawanywa kwa msingi uliopangwa na wakoloni Sykes-Picot, ndio waliochora mipaka hii. Angalia leo vita vinavyoendelea baina ya Pakistan na Afghanistan, mipaka iliyochorwa. Pakistani inaua Waislamu ndani ya Afghanistan, na Afghanistan wanaua Waislamu ndani ya Pakistan. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, umma wenu ni mmoja, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Lakini ikhwani fillah, kila dawla ni yenye kushughulika na nafsi yake na mipaka aliyochoriwa na wakoloni. Kwa hiyo ikitokea maadui katika moja miongoni mwa biladi muslimin, basi zile dola zingine zinakaa zikiangalia. Angalia Gaza kutoka 2023 namna walivyoteremsha mabomu, lakini Misri imefunga mpaka wa Rafah, hakuingia hata mkate, kwa sababu ya kuchunga mipaka iliyochorwa na wakoloni. Haya majeshi ambayo yako katika biladi za Kiislamu hayataharaka kunusuru umma. Iran kabla ya kufikiwa yeye ilianza Gaza. Hizbullah, Iran, Misri, Turki, Saudi, wote wamekaa wanatoea, na adui anaanza mmoja baada ya mmoja. Ameanza Gaza, akafika Lebanon, sasa yuko Iran, akitoka Tabalani Uturuki, akitoka Turki kwenda Misri na Saudia, na Pakistan haiko mbali. Sasa ndio biladi ambazo kwamba angaa zinaonekana zina nguvu na zina uwezo, zikawa ni zenye kuweza kunusuru umma huu wa Kiislamu. Badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, istansarukum fi dini fa alaykum an-nasr, wenzetu wakitaka nusra juu yenu kwa nusuru, wao walikuwa wakitoa kauli za kulaani na kukemea na kuhesabu dhahaya. Wamekufa watu wa Gaza 60,000, wanahesabu na majeruhi wamefika 100,000 katika media zao. Ikhwani fillah, waqia huu usingekuwa law kanat al-umma muwahida tahta qiyadatin wahida, law angekuwa umma ni mmoja chini ya uongozi mmoja kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, innamal imamu junna yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Imam ni ngao ambao Waislamu watapigana nyuma yake na kujikinga naye. Waislamu watatu wakienda safari, atakana mmoja awe kiongozi. Hakuna ruhusa ya kila mmoja kujiendea kivyake. Ukija msikitini kuna kiongozi, imam. Ukienda shule, madrasa, kuna mudiri, katika idara zote. Lakini umma wa Kiislamu leo katika ulimwengu umebaki ni umma kama vile aitam ala mawaid al-imam, mayatima katika meza za mabakhili. Ushawahi kuona yatima katika meza za bakhili? Anapata tabu sana. Apata afadhali yatima katika meza ya mtu karimu.
chukua hiki, chukua nofu hili, chukua juice na mengineyo. Lakini bakhili atampangia, atamkhini, na vyakula hajashinda yule yatima, atasema virudi jikoni. Ikhwani fillah, historia yashuhudia ya kwamba Waislamu walikuwa ummatan wahida tahta rayati al-khilafa, kanat quwwatan adhima. Waislamu walipokuwa chini ya uongozi mmoja, khilafa, walikuwa nguvu kuu. Mtu anapigia hisabu mara elfu kuweza kumgusa Uislamu. Na dola aliyoasisi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, wakaiendeleza khulafa ar-rashidun, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia sisi kushikana na sunna hii yake na sunna ya khulafa ar-rashidin, na tuachane na mambo yatakayozuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, alaikum bis-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi, sikilizeni na mutii hata kama kiongozi wenu atakuwa ni mtumwa wa Kihabeshi. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi. Maudhui ni masala ya sam'i na ta'a. Baada ya kupata ikhtilafu nyingi, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Mtume akatuhusia tushikamane na mwelekeo huu wake Mtume na waliofuata khulafa ar-rashidin. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofathi jaziratul arab, kisha wakafuata khulafa ar-rashidin, wakaendeleza kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kufa Mtume sio kazi yake imesimama. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana banu Israil tasusuhum al-anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di فستكون خلفاء. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا بيعة الأول فالأول. بنو إسرائيل walikuwa wakisimamia siasa yao ni manabii. Ndio Waislamu leo ukizungumza kwa sura hii utaambiwa ni mutatarrif au msimamo mkali au Waislamu wanachanganya dini na siasa. Lakini haya matukio kila kukicha dirisha, nafikiri wanaofuatilia mambo kiulimwengu wanaona waziri wa vita, sababu kwa waziri wa ulinzi wa Amerika, lakini kwa sasa anaitwa waziri wa vita. Katika mkono wake ameandika kafir, na katika kifua chake ameweka msalaba wa Musalimin ambao kwamba walikuwa wakiomba sana Waislamu. Na wanajeshi katika vita vya Iran wanaambiwa hivi ni vita vitakatifu na kiongozi al-mulham alioletwa na Mwenyezi Mungu ni Donald Trump. Kwa hivyo wao wanapigana vita vya kidini. Ikhwani fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Banu Israili walikuwa wakisimamia siasa yao ni manabii. Akifa mtume hufa mtume mwingine. Khalifa wa mtume ni mtume wakati wa Banu Israili, lakini baada ya mtume hakuna tena mtume, watakuwa makhalifa ndio watakaosimamia mambo ya Waislamu. Lakini leo ni miaka zaidi ya 100 tangu ilipotangazwa kuanguka dola ya khilafa Uthmania katika mji wa Uturuki 1924 Septemba March, sawa na mwezi wa Rajab tarehe 28 mwaka wa 1342. Waislamu wamekuwa wamegawanya katika mipaka ya kizalendo na wamekuwa madhaifu, wamekuwa ni wenye kufuata. Wao walikuwa ni wenye kiada, lakini kiada hivi sasa tumetoka katika mikono yao. Kwa hiyo unaona maadui wanafanya kufanya katika ardhi ya Palestina, katika Gaza na katika bilad kati hiyo. Waislamu wanapitia madhila mengi, idlal ambao Waislamu wanapitia katika bilad ya Hindi na kwingineo. Ni masala ambayo kwamba yasiru qalb, moyo unaumia. Ikhwani fillah,
chombo cha Kiyahudi ambao kinakalia Palestina si nguvu ya kihakika, bali ni kwa msaada wa Amerika. Na Amerika yenyewe kipigo alichopigwa na Iran imedhihirisha ya kwamba kumbe zile kambi za jeshi zilizo katika biladi za Kiislamu haziwalindi wale, wao wanazilinda. Kwa hiyo tumeona Iran ilipokuwa inashambulia kambi katika Bahrain, Qatar, Saudia na kwingine, zile kambi hawa walikuwa wakilenga hizi biladi, zikilipua yale makombora yasifikie kambi ya wanajeshi wa Kimarekani. Kwa hiyo si nguvu ya kihakika isiyoshindwa. Na Mayahudi Mwenyezi Mungu asema ghuribat alayhim dhilla aina ma thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas. Hawa udhalili ni kama wamepiga hema juu yao popote walipo, illa bihablin min Allah, isipokuwa msaada wa Mwenyezi Mungu, kama walivyokuwa na Nabii Musa alayhi salam, wa hablin min an-nas, na hablullah ilikatika baada ya wao kumwasi Nabii Musa alayhi salam na kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya tahrifu na upotofu. Habli ya watu, msaada wa watu uliobaki nao. Leo tunaona Israeli wakitaka kupiga wanasema Amerika tusaidie. Amerika nao leo watafuta misaada, sema kila ambaye anatusaidia sisi tunamruhusu. Ikhwani fillah, kwa hivyo hawa Wayahudi asili wanategemea wengine, si nguvu ya dhati, na wanategemea tafarruqul muslimin. Uislamu huwa umegawanyika katika biladi nyingi, kila mmoja anachunga bendera aliyowekewa na mkoloni na mipaka aliyochorwa na mkoloni na wimbo wa taifa aliyochorwa na mkoloni. Lakini leo umma ingekuwa ni mmoja, hichi chombo cha Kiyahudi kisingeweza kuthubutu katika ardhi ya Palestina siku moja. Ayo Muslimun, kadhia adhimu ambayo kwamba umma wa Kiislamu unaishi nayo leo sio tu nguvu za maadui, bali ni tafarruq ya Uislamu na kukosekana qiyada, kukosekana uongozi. Kwa hiyo wajibu wa Uislamu wadiriki anna izzatahum alhaqiqiyya, izza yao ya hakika takunu bil auda ila dinihim, izza yao ya hakika ni kurudi katika dini yao, katika dini yao, katika nyanja zote za kimaisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia hali hii, tuqawanna ura alislami urwatan urwa, kullama intaqawat urwa tashabbatha an-nas lillati taliha. Mtume anasema mafundo ya Uislamu yatakuja kufunguliwa moja baada ya nyingine. Ikifunguliwa hili, watu wanakimbilia kushika lingine. Wa awwaluhunna naqwa al-hukmu, hukmi, utawala ndio kwanza itatolewa na watu kuhukumu ya Uislamu. Wa akhiruhunna as-salah, na mwisho nini? Swala. Ikikosekana swala, basi kisha Uislamu umekwisha, kwa sababu sasa tulichobaki nacho sisi ni swala tu. Lakini swala pia nayo katika baadhi ya biladi, kama leo katika Masjid al-Aqsa hawaruhusiwi kuingia. Walikuwa wakiruhusu wazee kuanzia miaka 60, miaka 50. Lakini una qiblataini, qibla cha kwanza cha Waislamu, wa thalithu al-haramaini, haram ya tatu ya Waislamu baada ya Makka na Madina, ardhul Isra'i wal Mi'raj, ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla, ardhul mubaraka. Mwenyezi Mungu mwenyewe amethibitisha kwamba hii ni ardhi yenye baraka. Islamu hawaruhusiwi kuingia katika Masjid al-Aqsa. Leo hakuna swala tatu. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi waumini nusra ikiwa watashikamana na dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat, wale walioamini na wakatenda mema. Na salihat ni kuanzia
ibada tunazozifanya kibinafsi na yote ambayo kwamba amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kubeba dawa na kubeba hamu ya umma, yote ni katika salihat. Kwa hiyo wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim, Mwenyezi Mungu atawapatia baraka kama alivyowapa waliokuwa kabla yao. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, atawamakinishia dini yao kwa wanaridhia. Kumakinishia ni kwamba wao wanatabikisha Uislamu kama alivyotaka Mwenyezi Mungu, fahkum bainahum bima anzala Allah afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, baada ya hofu watapata amani. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'an, wakati huo watamwabudu Mwenyezi Mungu hamshirikishi na chochote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiria umma huu akasema, takunu nubuwa fikum ma sha Allah an takunu thumma yarfa'u Allah ila shay'in yarfa'. Takuna utume nubuwa kisha Mwenyezi Mungu ataondoa, kisha khilafa ala minhaji nubuwa fatakunu ma sha Allah thumma yarfa'u Allah ila shay'in yarfa', kisha Mwenyezi Mungu ataondoa. Thumma takunu mulkan 'abdan, tawala ambao utakuwa wale watu wanashikilia. Fatakunu ma sha Allah wa takunu thumma yarfa'u Allah ila shay'in yarfa'. Thumma takunu mulkan jabriya, ubepari ndio huo sasa na hukumu. Na huo ambao uko katika pumzi zake za mwisho, kwa sababu wenyewe magharibi wanasema nidhamu ya ulimwengu iliyoasisiwa na Amerika baada ya vita vya vya dunia inaanguka, na mipaka ya Sykes-Picot iliyochorwa na yule Mwingereza na Mfaransa inavunjwa, wanachora tena upya. Lakini inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu, Mwenyezi Mungu anampa muda dhalim, anapomkamata hawezi kuponyoka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, baada mulkin jabri, baada ya utawala wa kibepari, thumma takunu khilafa ala minhaji nubuwa. Ayuha muslimun, yanahusuka leo katika ulimwengu wa mafutano wa vita vinatuhakikisha kitu kimoja, kwamba umma al-islamia hawezi wakarudisha iza yao ila wanaporudi katika dini yao, watakaposhikamana na sharia ya Mola wao, watakapounganisha safu zao. Na Uislamu si mujarrad wa ibadat fardia, mimi naswali, nafunga, nafanya ibada binafsi, bali huwa nidhamu haya, nidhamu shamil kamil, nidhamu kamili ya maisha. Unapangilia mwanadamu mambo ya kiuchumi, na hakuna uadilifu, hakuna nidhamu yenye uadilifu katika nyanja za kiuchumi ila nidhamu ya Islam. Katika nidhamu ya ijtimaa, ambapo kwamba leo faili za Epstein zimedhihirisha fedheha na ubaya wa nidhamu ya ijtimaa ya kimagharibi, ambapo kwamba siku zote wao wanadai kulinda haki za wanawake na nini, kumbe wao wamekuwa wakitumia watoto katika anasa, tena wale mabepari na matajiri wakubwa, katika ile kisiwa kinachoitwa cha Epstein, mitoto miaka 12, miaka 13 wakiwatumia kwa starehe zao. Haya yote yamedhihirika kwa macho ya ulimwengu. Ikhwani fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina aliasisi dawla, kisha ukafuatilia makhulafa rashidun kazi wamefanya, na hii kurudi si mustahili, bali ni wa'du Allah wa bushra rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tushikamane na yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka, na turekebishe nafsi zetu na tuwalee watoto wetu ala hubbi al-islami wal amali bi nusratihi. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwal karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله إلا لمن جهد به وكفى، أشهد أن محمدا عبده وسيد الخلائق البشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى بالسمع لا تنفذوا الخبر، وانتهوا عمن هلاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله معكم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بالملائكة يسبح بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بين الجن والإنس. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشافي الأمة عدد ما أحاط به القديم وصحبه كتابك الكريم وعلى آله وصحبه كل مهمة، خصوصا درس العريق أمير المسلمين أبي بكر الصديق ولا زيد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ولا جمع القرآن أمير المسلمين عثمان بن عفان ولا سيد الغالب أمير المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك هذا الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب سميع الدعوات يا قاضي الحاجات وكافر الإيمان. عباد الله إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن ثلاث، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفركم الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.